Karibu sana, tuzidi kukufahamisha taarifa hizi ambazo zinazidi kujiri kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Wanakwetu wananiita Joash Onsare. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi na mwenzangu wanakwetu wananifahamu kama Chichi Josephine Kariuki. Iwapo unajiunga nasi, kumbuka kwamba unaweza tufuatilia kwa mitandao yetu ambayo ni YouTube TV47 Kenya, pia njia ya Facebook ambayo ni TV47 Kenya. Mpenzi mtazamaji, tunazidi kujadili masuala ambayo yanahusiana na uchukuzi. Elewa kwamba kuna mgomo wa sekta ya uchukuzi ambao ulianza hapo jana na hii leo ni siku yake ya pili. Na basi pia ndani ya nyumba tunaye mgeni wetu ambaye ni kiongozi katika Kenya Bodaboda Association ambaye pia tusaidia kudadavua masuala haya tuweze kujua suluhisho ni lipi, Joash. Na hivi sasa tutaungana naye Kitio Mika aweze kutueleza pia huko hali iko vipi. Kitio, iwapo unanipata, tueleze hali ni ipi katika eneo hilo na katika kaunti ya Turkana. Naam, asante sana mwenzangu Chichi. Asante sana mwenzangu Chichi Josephine pamoja na Joash Onsare katika studio zetu za TV47. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Niko katikati ya mji wa Lodwar na bila shaka, je, wakazi wanasema nini kuhusiana na gharama ya maisha jinsi ilivyo na kwa sasa, ile mgomo wa wahudumu wa magari nchini? Je, katika kaunti ya Turkana, je, tuzungumze na wao moja kwa moja. Anza kwa majina yako na utuambie hali namna gani kwa sasa. Tumeona hapo jana wahudumu wa magari, wewe ukiwa mmoja wapo. Je, maisha iko namna gani? Gharama ya maisha iko namna gani? Na je, ninyi mnaendelea na kazi? Kwa majina anaitwa Samuel kwa mkazi hapa Turkana aka Kasmoto. Gharama ya maisha imepanda zaidi kulingana na kuongezeka ya mafuta. Hii mafuta imeongezwa. Hapa kwetu tunanunua lita moja ya diesel 250 kwa lita. Na hata sasa kazi yetu imeharibika. Petroli ni 120, 220. Kwa nini gharama ya mafuta inapanda? Ninauliza hata rais mwenyewe. Mafuta inapanda kwa sababu gani? Na wewe ndio kichwa ya wananchi. Ukisema hii mafuta iteremshwa, hata saa hii mafuta inateremshwa. Na asante sana. Tuzungumze na wewe, majina yako na wewe binafsi. Je, gharama iko maisha iko namna gani haswa ninyi hapa wakazi wa kaunti ya Turkana, na hii mgomo imewaadhiri ninyi kama wakazi? Kwa majina naitwa William aka mimi hata nimeshangaa sana. Nimeshangaa sana kwa sababu maisha imekuwa ngumu haswa hapa Turkana. Hapa kwetu hapa Turkana hatuna shamba, hakuna shamba ya miwa hapa na hakuna shamba ya mahindi hapa. Tunategemea kununua bidhaa kutoka huko nje kama Kitale, Eldoret, wapi, ndio sisi tunategemea. Sasa hii mambo ya mafuta ikiwa hivi juu namna hii, sisi wa Turkana tutasurvive? Mgomo pengine ya wahudumu wa magari, nyinyi mkiwa mmoja wao, je, imewaadhiri nyinyi kama wakazi? Mimi ni mtu wa transport, mimi transporter hapa Lodwar. Hii kitambo ni bebe mzigo wa mtu kupeleka labda asua kama Lokori, gari ni 10,000. Alafu fuel ni 20,000 na ni 100 sijui ni ngapi kilomita. Customer atanipatia kazi kweli? Maisha imekuwa ngumu na mimi naomba rais wetu wa Kenya, imekuwa noma. Solution ni nini? So serikali ifanye nini? Ateremsha mafuta hata ikifika hata kwa 150. Tutashukuru hata hiyo. Lakini sasa mahali iko saa hii, tunaomba kabisa atuangalie hata sisi wananchi ambapo ni wananchi ya chini. Mbona inakuwa hivyo? Haya, mafuta ndio iko hapa Turkana, tunaambia kila wakati sijui barabara inaundwa, sijui nini. Hata inamaanisha hata hii mafuta ya kwetu hapa Turkana ikianza kufanya kazi, inamaanisha bado tu tutauziwa hiyo mafuta 250. Asante sana. Tuzungumze na huyu. Majina yako wewe binafsi ni nani? Ni kama kijana. Je, tumeona jana wahudumu magari wamegoma kwamba bei ya mafuta iko juu. Gharama iko namna gani haswa ninyi kama vijana katika kaunti yetu? Kwanza kwa majina ni Nalemsokon Raymond. Issue ya mafuta hapa Kenya ni issue kubwa sana. Maana mafuta ndio inaendesha economy ya Kenya. Bila mafuta hii nchi haitaendelea, hii nchi itaporomoka. Kutoa vitu Nairobi ifike Turkana inahitaji mafuta. Na mafuta ikikosa, na maana area kama Turkana haitapata hata hiyo mzigo haitafika Turkana.
Na asante sana. Majina yako wewe binafsi, unafanya kazi ya magari hapa hivi. Je, maisha iko namna gani kwa sasa? Gharama ya maisha iko namna gani? Kwa majina naitwa John Akai, ni mkazi hapa Turkana County. Maisha imekuwa mbovu kweli. Maisha sasa imekuwa ngumu kabisa. Kwa sababu mafuta sasa huko Nairobi wanauza 242. Kutamba ifika itoka huko Nairobi ifika hapa Lodwar, wanauza hapa 280 ama 250 ama 260, inategemea na mahali pa kununua. Unaweza ndio ununue kama ama Lokchego ama ununue huko Lokitanga wanakuuzia lita moja 400. Sasa nilikuwa naambia tu bwana President Ruto, ungetupunguza mafuta hata at least basi rudi hata kwa 180 ama hata basi kwa 160 hapa at least. Kwa sababu ukiona mahali kama Uganda wanatoa mafuta hapa hivi kwetu Kenya. Itawazaje mimi nikuuziwa mafuta bei kali alafu uende uuze bei rahisi? Kuna vile mgomo wa magari imeadhiri ninyi kama wakazi wa kaunti ya Turkana? Mgomo wa magari imetuadhiri kwa sababu sisi tunabanga ile mzigo yanatoka huko Nairobi. Kama hii JP si mzigo yake anatoka Nairobi. Ndio sisi ikitoka Nairobi na hiyo malori mwagu hapo ndio sisi tunapata kazi na hii magari yetu ndogo ndogo. Twende tubebe tupelekea customer. Sasa ukiambia customer mahali unataka 2,000 uambie 3,000 hawezi kubali. Anakuambia sasa uchumi ni mbaya, sina kitu. Kama usichukua 2,000 wachana naye. Na asante sana. Mwisho kabisa tuzungumze na wewe. Majina yako alafu wewe binafsi, je, gharama ya maisha imekuadhiri wewe na bei ya mafuta kuongezeka ama mgomo wa hudumu wa magari? Je, imekuadhiri wewe? Jina langu ni Kiro Isaac, mkaji wa Turkana County. Kienda kusema tu maisha imebadilika. Na mimi nashangaa mbona serikali ina source moja ya income ya Kenya. Kwani mafuta pekee yake ndio ina run Kenya? Kuna vitu zingine pia unafaa upunguze ama upandishe. Si una kitu moja kila siku. Hii inamaanisha sasa umoja weakness ya Kenya ni mafuta tu. Unapata hata nchi jirani mafuta haijapanda lakini Kenya mafuta inatoka nchi jirani, inatoka Kenya inaenda nchi jirani. Unapata nchi jirani mafuta haijapanda alafu hii sisi ambao tuna donate mafuta haijapanda alafu Kenya inapanda. That is a big shame. Serikali ifanye nini ili pengine gharama ya maisha iweze kurudi? Serikali pia iangalie mwananchi, iangalie mpiga kura, iangalie mwenye analipa ushuru. Sasa ukiweka tu makucha yote huko mbele kwa kitu moja ambayo inaumiza mwananchi ata survive aje surely. Kenya is now collapsing. Hakuna maisha zaidi Kenya. Sisi kama ndio tunakuja tu Yesu akuja tuchukue. Kama ni serikali ibaki peke yake na sisi wengine tuenda na Yesu basi. Yes. Na asante sana. Bila shaka ni wakazi wa kaunti ya Turkana wameweza kudadafua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la gharama ya maisha pamoja na ile mgomo wa wahudumu wa magari. Na hapa katika kaunti ya Turkana bado magari ama wahudumu hao wamegoma. Kufikia sasa tulivyozunguka kuangalia bado magari hayajarejea kutoka kaunti hii ya Turkana hususan hapa mjini Lodwar. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Na kazi kuntu Kitio Mika kwa kuweza kutujuza hali ilivyo katika kaunti ya Turkana. Joash, bado watu wanasema kwamba wamezidi kuathirika pakubwa kutokana na mgomo huu wa sekta ya uchukuzi.